leo tunafungua ufunguzi wa Simaujeta Cup. Lengo kubwa la Simaujeta Cup ni kutoa elimu ya kupinga ukatili kwa jamii. Sasa tumeshaelezea habari ya elimu ya juu ya ukatili, kwamba vijana wanapokuwa mitaani wanazurura, wasipokuwa na kazi za kufanya, mara nyingi wanajiingiza kwenye mawazo ya kufanya ukatili mahali ambako pasikuhusika. Sasa sisi kama Simaujeta wilaya Nyamagana, na mimi kama mkuu, kama msimamizi, kama mwenyekiti wa wilaya Nyamagana, tumeanzisha hili ili kuwakusanya vijana wote wa wilaya Nyamagana, kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye michezo, wanajifunza kucheza mpira, lakini tukiamini kwamba katika kucheza mpira ndipo unapata ajira mbalimbali. Lakini katika hilo ndio wanakutana na watu mbalimbali, kuhakikisha kwamba kila mmoja, wengine wamesoma, wako vyuo vikuu, wengine form 4, wengine darasa la 7, kwa kila mmoja anaweza kupata ajira kupitia mkusanyiko wa watu wengi. Lakini katika kucheza mpira pia ni afya, kujenga mwili. Kwa hiyo wanapokuwa wanacheza mpira wanajenga afya yao pia, lakini wanaondoka katika mawazo ambayo ni potofu ambayo ingewafanya wakafanya ukatili. Na kama lengo la Simaujeta tu sisi ni kuibua ukatili, kupitia hapa sasa pia na sisi tunaweza kupata vitu mbalimbali kupitia kwao na tukaendelea kutoa elimu. Na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba, kwa sababu hii Simaujeta Cup itachukua takriban mwezi mzima, kwa kila siku ya Mungu, kila timu inapocheza na timu nyingine, lazima Simaujeta isimame kwa ajili ya kutoa elimu ya kupinga ukatili la Nyamagana. Na ni waase vijana wengi katika wilaya yetu ya Nyamagana kwamba jitokeze kwa wingi kila siku katika viwanja hivi vya Fisheries huku Nyegezi, waje kwa wingi kuangalia watu wanacheza, lakini watu wapoangalia watu wanacheza, lakini pia wanaangalia sisi tunapotoa elimu ya kupinga ukatili wa Nyamagana. Kama tulivyosema, ukatili uko mwingi, uko aina nyingi. Kuna ukatili wa kijinsia, kuna ukatili wa kiuchumi, kuna ukatili wa saikolojia. Kwa hiyo yote hivyo watakapokuja kwenye viwanja hivi tukatoa elimu, watu watajua kwamba ni mahali gani ambako wanaweza akaponea wasiwe katika ukatili. Lakini pia tunaelimisha habari ya ukatili juu ya watoto kunyimwa haki zao za kupata elimu ya msingi. Kwa hiyo tukiwafundisha katika michezo hii, hata wanapoenda majumbani kwa watafundisha baba zao, wazazi wao na ndugu walioko karibu. Lakini kupitia Simaujeta hii Cup tunaendelea kuwaomba watu wote kila mahali walipo wakusanyike, waje wajifunze hapa tunapotoa elimu ya kupinga ukatili. Na kupitia hilo watu wengi watajua sisi tunafanya kazi gani Simaujeta. Lakini kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan, anapenda sana michezo. Ukiona hata mwaka huu angalia jinsi ambavyo timu zetu zimepanda za ligi, Simba, Yanga wanakwenda mbali. Nasi tunatamani kwamba timu zetu za wilaya ya Nyamagana na mkoa wa Mwanza zinafika mbali katika habari ya michezo. Tumeshirikisha timu 15 ambazo zimebeba kati zetu 3. Kati yetu ya kwanza ilikuwa ni Mkolani, kati yetu ya pili Nyegezi, na tukaona tulikosa mbaya tuweze kuwakaribisha pia na majirani zetu katika wetu jirani yetu hapo Misungwi. Tunatoa timu zetu 5 ambao mashindano yetu mpaka sasa hivi yanajumuisha timu 15. Mashindano yameanza leo siku ya tarehe 1 mwezi wa 5 naisha mwezi wa 6 tarehe 1. Hii bwana tumepanga ni kwamba ndani ya wiki tutacheza ndani mara 3 kwa wiki, ambao itakuwa ni siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi na siku ya Jumamosi ama Jumapili. Tutegemea na siku yenyewe itakavyokuwa. Ndio, ni mchezo ambao utakuwa ni wa kirafiki sana, usalama wa kutosha. Tuna wagambo ambao tumepatiwa kwa ajili ya kulinda usalama wetu. Pia kuna sheria na kanuni ambazo tumeziweka kabla ya mchezo wetu kabla haijaanza. Mpaka sasa nashukuru sana, vijana wamekuwa na wito mkubwa sana kuitikia ili zoezi letu la Simaujeta Cup, maana itakuwa ni endelevu, sio kwamba inaisha kwa leo. Na lengo kubwa sisi ni kuweza kufikisha elimu yetu dhidi kwamba ile kwa nidhamu ya zamani kwamba kukaa vijiweni, kuvuta bangi na ujanja. Sasa tumetoa dhana hiyo na kuweza kuona kwamba michezo kwa ni sehemu bora kwao kuweza kufikia malengo. Kwa kikubwa ni kuweza kufanya vijana wote wanakuwa katika malengo na kutazama malengo yao, kutoka kwenye dhana mbovu na kwenda kwenye dhana ambayo na kwenye muonekano mzuri katika jamii. Kwa niaba ya uongozi wa Simaujeta mkoa wa Mwanza, kipekee kwanza nimefurahi kupata mashindano ya Simaujeta Cup katika wilaya ya Nyamagana. Sisi kama Simaujeta kazi yetu ni moja, ni kuhakikisha tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha jumuiya hii ambayo ni jumuiya nzuri ambayo inapendwa na Watanzania inashiriki katika mambo mbalimbali kwenye jamii ili kuhakikisha elimu ya kupinga ukatili inaenea. Kwa katika siku ya leo nimefurahi sana, vijana wana mwamko, lakini pia nimeona marefa wako vizuri, lakini pia hata waliokuja kutazama wote wako vizuri. Hii inaashiria kwamba mashindano haya yanayochukua mwezi mmoja yatakuwa na faida. Vijana watakuwa physically fit, lakini pia itakuwa ni sehemu ya wao kujiepusha na mambo mengine yasiyofaa, kwa sababu watakuwa hapa kwa pamoja na watakuwa wakipata elimu ya ukatili wa kijinsia. Na kwa pamoja tunasema kupitia mashindano haya ni safari ya mashindano mengine. Kwa Simaujeta mkoa wa Mwanza tuko pamoja na serikali pamoja na jamii kuhakikisha tunatoa elimu ya ukatili wa kijinsia
lakini pia kuhakikisha tunaibua vipaji ili vijana watakao kuwa bora waweze kupata ajira kupitia sekta ya michezo. Niwaombe tu wanajamii wote na timu zote zinazoshiriki kuhakikisha kwamba amani na tawala kwenye mashindano yetu, lakini pia vile vitendo vya ukatili sisi ndio tuwe mfano kabisa. Sitaki kuviona tena vinajitokeza, wakati sisi wenyewe ndio jukumu kubwa la kupinga hivyo vitendo. Kwa hiyo kikubwa tuzingatie kanuni, sheria na taratibu za ligi kama zinavyoeleza, kwa sababu sisi SMAUJATA tunazo kanuni kwenye mashindano, tunazo sheria ambazo tumeziweka. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye atakiuka hivyo atachukuliwa hatua. Tumeanzisha mashindano haya kuweza kuwakusanya vijana pamoja katika mambo ambayo yafuatayo. Kwanza, kuweza kuupinga ukatili wa kijinsia. Kwa tumewakusanya hapa kuweza kuwapa elimu ya SMAUJATA. Tunao hapa pia jumuiya ya SMAUJATA ambao wanatoa elimu kwa jamii nzima, mashabiki na timu zote shiriki. Natoa wito kwa wilaya ya Nyamagana, wadau na wanamichezo wote kuweza kuhudhuria na kuja kujionea mashindano haya, kwani tayari siku hii ya leo yana mwitikio mkubwa sana ambao yamefunguliwa na timu ya Nyegezi Kombaini kama mnavyoona nyuma yangu hapa, pamoja na ndugu zetu wa Gold Star kutoka kata ya Mkolani, mtaa wa Majengo. Kwa hiyo tumefungua mashindano haya leo tukiwa na ndugu zetu wa jumuiya ya SMAUJATA. Wametoa elimu ya jinsi gani watu wanaweza kuzuia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo nawakaribisheni wote, wadau wote wa michezo ndani ya wilaya ya Nyamagana na kata zake 18, lakini pia na mkoa mzima wa Mwanza, wote nawakaribisha kuweza kuhudhuria mashindano haya, tuweze kujifunza mengi na kufurahia burudani inayoendelea katika mashindano haya. Kwanza kabisa nitoe pongezi sana kwa waandaaji na wadhamini wa haya mashindano. Kwa kweli wameleta chachu ya mashindano na wameweza kutufanikishia jambo kubwa sana, kwa sababu tulikuwa tumezoea kufanya mazoezi tu. Ila nadhani kwa kweli imehamasisha vijana na watu wengi sana hapa ambao wanakaa mazingira haya. Kwa upande mzima wa timu yetu, kwanza tumejipanga vizuri, kwa sababu kwanza tupo uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo tunajiamini mara mbili zaidi ya wapinzani. Kombe halitaondoka hapa. Kombe la nyumbani na limekuja nyumbani. Kombe liwezi likatoka huko lije hapa liondoke. Hilo litakuwa swala gumu sana. Kama umeona kuna usajili ambao tumefanya. Kwa hiyo yani vijana waliopo na wengine tuna influence watu wengi sana kuhusika kwenye mashindano. Kwa watu ni wengi na wamependa hili zoezi, kama unavyoona hata nje mashabiki ni wengi, wamefurahia hii tournament. Kwa hiyo kwa kweli nipende kutoa shukrani za dhati sana. Kwa hakika bado kombe litabaki.